Tumsifu Yesu Kristo. Na Mungu ni mwema na kila wakati. Mungu ni mwema. Basi wa Kristo wapenzi, hakika wema na fadhili zitanifuata mimi, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Ndugu na dada wapendwa, siku ya leo tumejumuika hapa kumwaga padri wetu, ndugu yetu, rafiki yetu na mtoto wetu, Padri Vincent Shege Kamili. Tukumbuka sio muda mrefu tulikuwa hapa mwaka jana kuwaaga mapadri Anthony Gashao na David Njuguna. Kweli maisha ya hapa duniani ni mafupi sana. Kifo ni tisho kubwa sana katika maisha ya binadamu, na kweli tunaogopa na tunahuzunika kwa kifo. Tunahuzunika na kifo kwa sababu watu wengi huenda safari, hata huenda kwa mwezi na kurudi, lakini hakuna aliyesafiri kwa njia ya kifo na akarudi. Kifo cha Father Vincent Kamili kimewahuzunisha wengi sana, tukikumbuka ni kifo cha ghafla, hakuwa amegojeka. Lakini hata hivyo Kristo mwenyewe alisema tuwe tayari wakati wowote, kwani hatujui saa au siku. Basi masomo ya leo yanatuonyesha maisha tunastahili kuishi. Katika somo la kwanza, hekima ya Suleiman kusema kipimo cha kujitolea kwa mtu ni matendo na maisha yake, na uzee unaheshimika sio tu kwa urefu wa maisha au haupimwi kwa wingi wa miaka, lakini kwa uaminifu na maisha bora. Hekima na maisha mema ni ishara ya kukomaa. Hekima ya Suleiman inazidi kumsifu mtu mcha Mungu, mtu mkarimu, na kusema maisha na matendo yake haitasahulika kamwe. Kweli maisha na mpendwa wetu Father Vincent Kamili haitasahulika, hata tukiangalia umati wa watu. Mtu kama huyu hupumzika kwa amani na heshima, na jina lake huishi daima, na roho yake iko mikononi mwa Mungu. Basi katika hili somo tunaona maisha ya Padri Vincent Kamili. Alikuwa mtu mkarimu, Nikikumbuka maisha yake ya seminari, kwani tulikuwa wakati moja, hata ingawa alikuwa mbele yangu nikiwa mwaka wa kwanza theology, yeye alikuwa mwaka wa 4, na wakati huo tulikuwa tumetoka katika parokia moja, parokia ya Liuki, na wakati pofika alipata daraja ya ushemasi. Mimi kwa bado naendelea seminari, akaniita, ndio unajua sasa mimi sana nimekuwa shemasi, mimi ni graduate sasa, na wewe sasa wewe ni mwanafunzi.
lakini sasa kuna kitu nataka kuachia unilithi. Kuna kitu nataka kupatia unilithi. Na uwe unanikumbuka. Alikuwa na karedi kidogo sana. Akaniambia sasa hii redio ndogo mimi nitakupatia sasa. Na mimi nitanua ingine kubwa kwa sababu sasa mimi ni clergy. Kwa sababu kwa hivyo hiyo redio kidogo nilitumia mpaka nikamaliza. Lakini siku hizi wana seminari hata wananua TV. Sisi hatukuna hata redio ilikuwa shida kupata. Na kwa hivyo alikuwa kamili. Fize alikuwa mkarimu. Alikuwa na roho, big heart. He is a generous heart. A good man. Kuna huyu mtu mzonja, one philosopher Emerson said, and noted, without a big and generous heart, wealth and education is an ugly beggar. You may have all the wealth in this world, but if your heart is not generous, not big, you are just an ugly beggar. Padre Kamili alikuwa na generous heart. Na hii sio tu. Padre Kamili alikuwa mtu wa sala. Wa sala. Alikuwa anajua litany za Bikira Maria na Mungu mtakatifu wa Yesu. Padre Kamili alikuwa akiimba. Hakuwa akiangalia, alikuwa he knew by heart. Hata mimi sijui by heart. Lakini yeye litania za Bikira Maria na Mungu mtakatifu wa Yesu alikuwa anaimba kama wimbo. Alikuwa mtu wa sala. Na haitoshi kama tujuavyo. Alikuwa anashiriki Franciscan Blood Order. Na hakuwa na hali hata kuvaa mavazi, hata kuwa diocesan priest. Lakini alikuwa akiweka mavazi ya Franciscan Blood Order. Kwa hiyo siku ya leo tuombe Bikira Maria, Sacred Heart na St. Francis upokeeni sasa huko mbinguni. Alikuwa amejitolea. Basi katika somo la pili, Mtakatifu Paul hutufundisha juu ya vipaji vya Roho Mtakatifu. Anasema basi tunavyo vipaji mbalimbali kadiri ya neema tulivyopokea. Mwenye kipaji cha unabii na akitumia kadiri ya imani yake. Mwenye kipaji cha utumishi na akitumie. Mwenye kipaji cha kufundisha na afundishe. Msimamizi na asimamie kwa bidii. Naye mwenye kutenda jambo la huruma na afanye vivyo hivyo kwa furaha. Tukiangalia maisha yake Padre Vincent Kamili, he had many ways. He was a gifted and talented man. Alikuwa mtu mnyenyekevu, gift of humility. Alikuwa akihudhuria mikutano mapadri ya kila mwezi na kujumuika na mapadri wale majanga bila shida yote. He was mixing freely with young priests. Wako hapa watasema. Mko hapa si mnajua hivyo. He was mixing with young priests. He was the only old priest who was able to mix with the young priest freely and feel at home. Padre Vincent Kamili alikuwa mtu mwenye bidii hasa kwa masomo. Alikuwa kwa seminari. Alikuwa akiongoza darasani. Hakuonyesha lakini alikuwa akiongoza. Lakini usiabii mtu hapa sasa, lakini alikuwa akiongoza. Akiwa mzee alifanya PhD.
PhD. Na sisemi sasa, hii sisemi ya PhD, permanent head damage. Kwa hiyo ni PhD. Sisemi hiyo sasa. Alikuwa anafanya biblical theology. Na katika ule unyenyekevu wake aliweza kusaidia watu wa Mkuru Slums kwa kushangisha pesa na kuwanunulia Biblia na pia kwenda huko slums kuwafundisha. Na pamoja na hao, hata ingawa alikuwa huko Mkuru, hold up PhD, pamoja na hao alikuwa akifundisha chuo kikuu Kwea. He was able to put the two together. Na kwa hivyo basi najua watu wa Mkuru wengine wako hapa. I'm sure you are going to be seen. And don't worry, God might send another committee. Kwa hivyo kamili, na kama tunavyoona sasa, kuna watu wengi wanamulilia. Na swali ni hili, naweza kujiuliza hata wewe, ukifa ni nani atakulilia? When you die, who will cry? Au pengine watu watasema, asante Mungu, umempokea, umetuacha. Who will cry? Padre Vincent Kamili alikuwa na kipaji cha kuunganisha watu katika familia. Na nikisema hivi, najua ukoo wa Kamili, baada ya Kamili, najua mko hapa sivyo, na mko wengi, lakini Kamili najua alikuwa akiwatembelea kila wakati. Na alikuwa akiniambia sasa naenda my aunt washeke huko pale, hata Walodoli alikuwa akienda kutafuta watu wa familia. Ni kweli? Semeni ndio, kwa sababu ni kweli, na pia alikuwa akiwaunganisha jumuiya katika parokia. He used all his gifts not to build himself, but to build the kingdom of God. Na kwa hivyo, ndugu na dada, wakati tunaishi katika hii dunia, tufuate mfano wa Padre Kamili. Tutumie chochote tunacho, hali na mali, kujenga ufalme wa Mungu bila kupoteza wakati. Time will never wait for you. Will never postpone your death. Matthew 6:33. Kuzingatia na kusema, shughulikieni kwanza ufalme wa Mungu na matakwa yake, na hayo mengine mtapewa. Hii Padre Vincent Kamili alitimiza. Kweli tunahuzunika kwa kifo, tunalia kwa kifo. Ni huzuni sana, ni huzuni sad kupoteza mtu unayempenda, mtu anakutumikia, mtu ambaye ni sehemu ya maisha yako. Padre Vincent Kamili ni sehemu ya maisha yetu. Mtu ambaye unamtegemea, and whom you are going to miss. Hiyo ndio sababu yake. Hata sisi tunamwamini Kristo, tunaamini beatitudes, tunaamini blessedness of a happy death and eternal life. Cry when we lose the beloved. Najua kuna wakati mmoja, sitaki kuongea sana juu ya kulia, kwa sababu kuna askofu mmoja alipoteza mama yake na alilia mbele ya watu. Askofu mzima alikuwa analia kwa sababu huyo askofu sijui ni nani alipoteza mama yake na alikuwa analia mbele ya watu.
hata ingawa anaamini ule uzima wa milele, eternal life. Lakini Mungu anatutuliza, Mungu anatusaidia to look forward to the time we will be together again in heaven, in eternity, mahali ambapo Padre Vince Kameli ametutangulia. Katika somo la Injili John 14 verses 1 to 7, Yesu anawaambia wanafunzi, msifadhaike mioyoni mwenu, mwamini Mungu, niamini mimi pia. Nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi, sasa nakwenda kuwatayarishieni nafasi. Padre Vince Kameli has gone home ahead of us. And hii ndio kitulizo zetu, this is our consolation. He has gone home. He prepared that home by the life he lived of faithfulness and commitment to his duties. Kila mmoja wetu ameimbwa na Mungu na akapatiwa kazi ya kufanya. Inamaanisha hatuko hapa duniani kujifurahisha na kufanya mapenzi yetu. Just think, if you are just here for yourself, just to make yourself happy, life will have no meaning. Utakuwa kama mtu amekufa. We are here on a mission. God has given us a task, a responsibility, a duty to fulfill and to accomplish. Kazi Mungu ametupatia, ikiisha basi natuchukua na kazi ya padri wetu mpendwa Father Vincent Kameli basi sasa iliisha. Jukumu na kazi Mungu ametupa inaweza isha baada ya miaka 10, 40, 70 au 80. Lakini swali sio miaka. Swali sio miaka. Sio ni miaka mingapi, lakini ni ule uaminifu na kujitolea katika kazi Mungu ametupatia. So faithfulness and commitment to our duties is what counts. Jukumu letu wakati huu ni kumuishia na kumtumikia Kristo. Na Mtakatifu Paul katika Romans 14:7-8 husingatia, maana hakuna mtu yeyote miongoni mwenu aishiaye kwa ajili yake mwenyewe, wala hakuna anayekufa kwa ajili yake mwenyewe. Maana tukiishi, tunaishi kwa ajili ya Bwana, tukifa, tunakufa kwa ajili ya Bwana. Basi kama tukiishi au kufa, sisi ni mali ya Bwana. Padre Vincent Kameli kweli ni mali ya Bwana, na Bwana amechukua mali yake. Na huwezi kuuliza swali, huwezi kuuliza Mungu kwa nini unamchukua. Unajua unaweza kumuuliza swali, Mungu akwambie hata wewe ni wangu. Na sasa kama wewe ni wangu, wewe kuja karibu sasa, hiyo maswali uniulize kuwa karibu. Kwa hivyo basi tutosheke na tukubali, na sisi tusubiri wakati wetu. Tusubiri maswali. Unaweza kwanza kuuliza maswali kwa wewe hata wewe ni wanani kuja. So today we pray for the family, relatives and friends. Of course we included Father Vincent Kameli. Padre wetu mpendwa Father Kameli, don't be afraid to walk into unknown. Your Creator, whom you served, received, and lived for, has called you on his side. Whatever good you have done in Mukuru and other places,
whatever you have accomplished in this life welcomes you, saying, well done, good and faithful servant. Come and receive your reward. Welcome home. Let's see, he is going home and he welcomed home. It is we who are crying, but he himself is rejoicing with God. As you know, that when a child is born, the first thing to do is what? Mama ninyi mnajua, si wazee pengine wajui. Mtoto akizaliwa jambo la kwanza kufanya nini? Ni kulia. Ni kulia. Na akilia, wale wengine wanalia na pamoja naye. Wanashangilia. Mtoto hapa analia lakini ninyi mna furaha. Lakini sasa wakati anaenda nyumbani mbinguni, yeye huko anafurahi sasa. Wale wanalia ni wale walikuwa wakicheka. Ni sisi sasa. Ni sisi tunalia, lakini yeye mwenyewe anafanya nini? Anacheka huko mbinguni. So, Father Vincent, welcome home. Lakini hata hivyo ningetaka kukutuma. Ni mtume. Nataka kumtuma kwanza. Anisalimie baba yangu huko. Kitu ya kwanza. Ya pili, nataka kumtuma amsalimu Father Gashau, Anthony Gashau na David Jumuna na mapade hao wengine wametutangulia, bila kusahau kusalimia hata maaskofu wametutangulia. Najua atafanya hivyo na pamoja na hiyo ni mtume hata kwa niaba yetu sisi wote sasa. Father, ukifikisha pale mahakamani ya Mungu, kwa sababu utaenda huko, if our cases are brought forward and our files, just do us a favor. Do us a favor. You follow what you normally do here in our courts and in our large offices. You take our file, you keep it somewhere else. Na wanzie na yangu ili tumalize kazi Mungu ametupatia, sivyo? Kwanza tumalize kazi na yeye sasa afanya hivyo. Kwa hiyo msijali sasa, hakuna mtu sasa ataenda haraka. Kwa sababu tunamtuma. Tumsifu Yesu Kristo. Basi upendo katika Kristo